kusema kuwa watarudi pale NSF kuweza kujinoa zaidi na kuhakikisha kuwa wanarudi katika ligi kuu, lakini kwa Kogalo bwana anazidi kuweza kujitangaza na kuhakikisha kuwa katika kile kizingiti ambacho kinakuja mbele yao wanakivuka kwa utulivu, na FC Leopards amepewa kazi ya kuweza kumfuata Unyunyu, lakini pia kuweza kuomba dua kwa wapinzani ambao wamebaki ili Gor Mahia aweze kuchapa ili aweze kupunguza migeni, kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa hiyo FC Leopards wapo bado kwenye kauli ya kuwa mwenyeji au wanasema mgeni adui muombe njaa, ila sio kifo, ili aweze kuwa na mafanikio yako. Anaingia muombe kifo, anamwombea njaa tu ili yeye akichukua taji Kogalo apone, kitu ambacho nao Kogalo wanajua. Ndio maana sasa hivi kila mechi wanakwenda na tahadhari ya hali ya juu. Tumeona katika mechi ya juzi wakicheza beki wakati wa tano, ishara kuwa hawataki kupoteza hata alama moja. Sasa hivi mali imefika ni kukusanya kila kitu, kuhakikisha tu unaweza kupata ile taji lao la 22. Kweli anapozungumzia Kogalo, tupate fursa ya kuwasikiza walimu wote wawili kabla ya mechi hii. Nimepata nafasi ya kuzungumza nao. Nicholas Mioti amekuwa na la kwake, lakini upande wa pili Des jambo naye kuna kitu, labda kitu gani hicho tuwasikize.